Bwana, siku chache zimesalia kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika. This time around Simba yuko nyumbani, anawakaribisha RS Berkane katika ardhi ya Zanzibar, uwanja wa Amani. Ni uwanja ambao ana kumbukumbu na nzuri katika hatua ya nusu fainali, ndiko ambako alivukia na kwenda fainali, kwa sababu ndo mchezo pekee ambao alipata goli la Jean Charles Ahoua. Sasa kuelekea katika mechi hii tunakutana na moja ya wachambuzi bora kabisa katika taifa hili la Tanzania tangu lilipoanza miaka mingi iliyopita huko nyuma. Hapa nipo na James Samuel. Bwana, mambo vipi? Poa, vipi? Uko vizuri? Madhubuti. Ulikuwa na ulazima kusema goli moja walipofunga. Yes, ndo goli ambalo limewavusha. Si ndio hilo? Yeah, sasa kweli yeah. Tunafahamu uko vizuri sana katika ile eneo la African football. Mpira wa Ulaya uko vizuri, lakini Manchester tu inakuangusha. Tukija huko nyumbani, Simba dhidi ya RS Berkane. Picha ya general, unadhani itakuwa mechi aina gani? Ni mechi ya upande mmoja kwa sababu Simba yuko nyumbani atadominate mechi, au unaona RS Berkane kwa quality yao wanaweza kufanya mchezo kwa sawa, au wao Berkane wakawa bora zaidi? Kwanza naweza nikakuashua itakuwa ni mechi nzuri. Ni mechi nzuri, lakini ukitafuta dominator sioni kwa asilimia kubwa kama Berkane au Mwani Shabani atakuja hapa kutaka kujiachia akatafute, kwa sababu ubaya fainali za michuano ya Afrika zinakuwa mbili. Kwa ni kama umecheza mechi kipindi cha kwanza. Malengo ya kuingia kwenye mchezo ukiwa bila ni tofauti na malengo ya kuingia kwenye mchezo ukiwa tayari una bao. Kinachotokea kwa Berkane, wanakuja wakiwa na mtaji, wanakuja kutafuta ni namna gani wanautunza, au kwa lugha rahisi tunaweza tukasema kuulinda mtaji waliokuwa nao. Kwa hiyo hicho ni moja kati ya kitu ambacho unadhani kwamba mpango wa kocha hauwezi kuja hapa akawa anacheza open football. Ni moja kati ya kitu ambacho watakiepuka sana, kwa sababu licha ya kwamba amewafunga magoli mawili Simba, anafahamu ubora pia wa timu hiyo, anafahamu pia kocha ambaye wako naye, anafahamu pia uwezo wa mchezaji mmoja kwenye create chance na kucapitalize kwenye hizo chance. Na ndio maana timu imeweza kuanza toka hatua za mwanzo zile mpaka sasa hivi imeweza kufika fainali. Hapa katikati zimecheza timu nyingi sana. Kuweza kufanikiwa kufika hapa haiwezi kuwa ni bahati, ni ubora wa kuweza kujibu mashambulizi na kutoa. Kuna moment Mnyama alishakutana na timu ambazo zimemtangulia mabao na yeye akaweza kupindua na akapita. Anafahamu hilo kwamba mchezo wa robo finali Al Masry ilishinda mabao mawili na yeye coach huyo, hiyo ni timu yake ya zamani. Alishawahi kufundisha pale. Kwa hiyo anafahamu kwamba kuna jamaa zangu ama waajiri wangu wa zamani walishakuwa na mtaji kama wangu na wakaenda kule wakapinduliwa. Kwa hiyo hawezi kuja akawa anajiachia sana, though kwa Fadru plan ya kwanza itakuwa ni ya kuattack, plan ya pili itakuwa ni kuattack, plan ya tatu itakuwa ni kuattack, kwa sababu unajua kwa mwalimu anapokuwa na timu yake akiwa anaandaa mpango wa mechi lazima aende akaudadavue mpango kiufundi nini ambacho anakihitaji. Tukiwa tunahitaji kumanage game, hatuwezi kuwa tunataka acceleration zaidi, tutahitaji tupige pasi salama kwenye maeneo ambayo ni salama. Lakini tukiwa tunahitaji mechi ambayo inatuhitaji tupate matokeo, acceleration lazima iwepo zaidi. Tujaribu kukimbia kwa nguvu, jaribu kufika kwenye eneo la mwisho. Force wasiwe kwenye shape yao nzuri ya ulinzi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nayaona Fadlu anaweza kuja nayo, lakini Shaban kwa upande wake atakuja tofauti. Miongoni mwa silaha za kutegemewa kabisa kwa Simba ni Elie Mpanzu. Na katika ile mechi ya kwanza takwimu zilikuwa zinakataa. Yani hakuwa katika ile fomu yake ambayo tunaifahamu. Kitu gani ambacho alikiweza RS Berkane kwa Elie Mpanzu na kuzuia makali yake, na unafikiria itakuwaje katika mechi ya pili? Cha kwanza, Berkane walikuwa na Ross kwenye ile mechi. Au walimkosa Manaut, mlinzi wao wa kulia ambaye amecheza mechi nyingi. Sio kacheza zote, kwa sababu kuna wakati walimtumia Razak, lakini Manaut alikuwa ameumia kwenye mchezo uliopita dhidi ya Constantine. Dakika 14 akatoka, akaingia Yusuf Adayo. Kuingia Yusuf Adayo akashift na Abdelhak Asal. Akaenda kucheza kama fullback. Na ndiyo approach ya mechi ya finali ya kwanza. Alianza na center back watatu. Lakini malengo yakawa ni nini? Mtu ambaye anajariwa kuongezeka na kwenda kuongezeka kwenye eneo la juu kama mpira wa kisasa unavyohitaji, kwamba tuna fullbacks lakini hawa fullbacks ni viungo washambuliaji.
Kwa hiyo kwa wao kumkosa Manaut wakawa wanakosa hiyo huduma upande wa kulia. Wakamweka Abdelhak Asal akawa anafanya majukumu ya mlinzi wa kati lakini kwenye eneo la kulia. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya ni kutokuwa na tamaa zaidi ya kwenda juu. Nimetazama ile mechi, mimi nilikuwa nachambua ndani. Sijamuona kama amevuka ule mstari mara 3 kusogea juu. Kwa hiyo kuwepo mara zote hapa kunamfanya Elim Panzo akiwa na mpira anataka kuja akutane na mtu ambaye yuko hivi. Sasa ukiangalia kimo alikuwa na faida na nguvu, anaonekana kuwa ni mkubwa. Na wakati huo timu Simba labda baada ya kufungwa mabao ya mapema inamaanisha tahadhari ilikuwa kubwa. Hata in number walikuwa hawaji sana kwa idadi kubwa eneo la juu. Kwa hiyo ikawa kwamba ukiwa na mpira unatakiwa kutuonesha kwamba wewe ni Maradona. Yaani fanya kama inawezekana toka huku mpaka unafika kule. Kwa hiyo hivyo vitu vikawa ni viugumu. Though kuna wakati take on anajaribu kwenda yule Abdelhak akawa anafanikiwa kwa sababu walikuwa kama wameona huu ndio upande ambao tunaweza tukainvest nguvu kubwa. Yusuf Adayo naye alikuwa anacheza zaidi kwa sababu alikuwa ni mlinzi wa kati ambaye anatumia mguu wa kulia. Kwa hiyo upande wa kulia ndio alikuwa anafanya zaidi safari kumfuata. Kwa hiyo kukawa na wakati mgumu na ukiwaangalia walikuwa na moment nzuri kwenye mechi yao ya kwanza. Kwa hiyo huwezi kuona zaidi mapungufu yao kwenye ulinzi. Kwa sababu zile goli za kwanza ziliwapa frustration Simba na tahadhari ikawa tusifungwe zaidi. Kwa hiyo tusipotaka kufungwa zaidi lazima tutakuwa tunajaribu kuziba mianya kwenye eneo letu la mwisho. Kwenye attacking zone tutakuwa na namba lakini hatutakuwa na namba kubwa. Tofauti na mechi ya pili. Mechi ya pili ni ya kujilipua. Hakuna kitu chochote ambacho tutakuwa unajaribu kukizuia. Though kunawezekana kukawa na unatakiwa kuwa sharp kwa sababu wale wanaweza wakawa wanatumia transition kuja kwako na umewaona wana killers, watu ambao wakipata nafasi moja wana uwezo wa kuigeuza kuwa goli. Sawa. Kwa kumalizia, Simba msimu huu wamecheza na timu zote kutoka kaskazini. Mataifa yale yote wamecheza nayo, lakini katika ardhi ya nyumbani wamefanikiwa kupata angalau mabao mawili kwa timu zote za Afrika Kaskazini. Hii inawezekana ikawa ni moja ya motisha kuelekea katika mechi hii kwamba watu waingie na imani kwamba na mawili haya yanapatikana kwa sababu tumesha kupata kwa hao wengine. Yes, of course. Ni moja kati ya kitu ambacho kinawezekana kikawa hivyo. Unajua football ni mchezo ambao unahusisha vitu vingi sana ndani yake. Kwa moja kati ya kitu ambacho kiko ni saikolojia. Na saikolojia unaweza ukaitengeneza kutokana na tabia ambazo uliwahi kuzitengeneza. Mimi kama nilishakuwa na tabia ya kufanikiwa kwenye ABCD, napoingia kwenye jambo lolote lile, muongozo wangu ama reference yangu inakuwa ni kile ambacho niliwahi kukifanya hapo nyuma. Yaani bwana tunaenda kwenye hii mechi. So unakumbuka tuliwahi kufanya kitu fulani. Unakumbuka. So hiyo tayari ni internal motivations. Lazima tuende pale hivi kwa bana hiki kinawezekana. Unaposikia RS Berkane hajafungwa pale Berkane Stadium ni kwa sababu tayari kwenye saikolojia yake kwamba hapa si atufungwe. Hili ni eneo ambalo mtu yoyote hajawahi kutoka. Kwa hiyo hii inawezekana baadaye kwa sababu record zipo kwa ajili ya kuvunjwa ikaenda tofauti, lakini ile hali ya wachezaji ndani, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho pia unaiandaa timu kwenye wanasema kiufundi lakini unaiandaa physically fit alafu then unaiandaa kichwani. Sababu jambo lolote huwezi kulifanya kama kichwa hakina utulivu. Sasa kichwa kishakuwa na utulivu ndio unakumbuka good moment ambazo umewahi kuzifanya. So good moment kwa Simba dhidi ya hizi team ni kuziadhibu zinapocheza kwenye ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza vikatoka, lakini mimi natarajia finali nzuri kwa sababu makocha wote wazuri, wachezaji wako na top standard. Simba anapata faida ya kuja kuwa na mashabiki wake, though sio mashabiki wengi kutokana na vile ambavyo wamekuwa ikizoeleka kwamba karai la Benjamin Mkapa ni tofauti na uwanja wa Amani kutokana na capacity. Lakini mimi naamini wata uwezo wa kucherish timu, wakashangilia kwa nguvu na kuifanya timu ihisi kwamba kweli tuna deni dhidi ya hawa watu ambao wako nyuma yetu. Sawa bwana, huo ni James Samuel na huo ndo mtazamo wake na maswali ambayo nimemuuliza. Bado tuko naye, tutamuuliza tena wakati mwingine issues nyingine, lakini kwa sasa usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.